Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa mnuko wa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni. Nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka nchi ya Iran imefanya mashambulizi kuelekea katika nchi ya Israel, hasa katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Israel. Mashambulizi ambayo yanaonekana ni sehemu ya majibu ya nchi ya Iran kutokana na sehemu ya mashambulizi ambayo nchi ya Israel imeyafanya mchana wa siku ya Jumamosi kushambulia katika mji wa Beirut na sehemu za pembezoni yake, maanake katika sehemu kama ya Dahia, sehemu ambazo kiujumla ilikuwa ni sehemu ya kikomo cha subira ya nchi ya Iran, kwamba nchi ya Iran ilitangaza siku za nyuma kwamba iwapo Israel watashambulia katika mji wa Beirut au katika sehemu ya Dahia, maanake ni kwamba Iran na wenyewe watashambulia upande wa kaskazini mwa nchi ya Israel. Na hili lilipelekea Rais Donald Trump katika siku za nyuma kutangaza kwamba Israel hawatashambulia katika mji wa Beirut wala hawataelekea katika mji wa Beirut. Pamoja na kwamba ndoto ya Israel hasa ilikuwa ni kufanya kwamba yenyewe iache kushambulia katika mji wa Beirut, kwa Iran, kwa Hizbullah kuacha kushambulia upande wa kaskazini mwa Israel, jambo ambalo Hizbullah hawakulikubali. Hawakuona kama liko sawa, kwa kuzingatia kwamba Hizbullah inapokuwa imeacha kushambulia upande wa kaskazini mwa Israel, manake hilo haliizuii Israel kuweza kushambulia katika upande wa kusini mwa nchi ya Lebanon. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba situation ilikuwa inarudi kuwa kama ilivyokuwa kuanzia kwenye mwaka 2024, mwishoni mwa mwaka 2024, kipindi cha ceasefire ya Hezbollah pamoja na Israel, kwamba Israel ilikuwa inaendelea kushambulia katika upande wa kusini mwa Lebanon, basi na Hezbollah kushambulia katika upande wa nchi ya Israel, jambo ambalo kwa hivi sasa Hezbollah wanaonekana kwamba wamelikataa. Na ndio maana ukiangalia hata statement ya leo ya nchi ya Israel inaashiria kwamba wao wameshambulia katika mji wa Beirut kwa sababu Israel wameshambulia upande wa kaskazini mwa Lebanon, upande wa kaskazini mwa Israel. Maana yake ni kwamba Israel inahitaji uhuru wa kushambulia upande wa kusini mwa mto Litani, pasi na Hezbollah kuwa na uhuru wa kushambulia upande wa kaskazini mwa Israel, kitu ambacho hakikubaliki katika upande wa Hezbollah wala katika upande wa nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba Iran, moja katika misingi ya kuingia katika ceasefire ilikuwa ni kwamba vita inatakiwa istopishwe katika fronti zote, ikiwemo sehemu ya nchi ya Lebanon. Na ndio maana hata Shahbaz Sharif, yule waziri mkuu wa nchi ya Pakistan, wakati anatoa tangazo la awali kuhusiana na usitishaji wa mapigano, ilikuwa iko hivyo kwamba ceasefire itahusisha maeneo yote ya Mashariki ya Kati, ikiwemo na Lebanon. Maana Lebanon alikuwa ameitaja peke yake kabisa, ikiwa kama ni sehemu imepwekeka au imejitenga. Kwa hivyo hatua ya mashambulizi ya leo, ya mchana wa leo, ya nchi ya Israel kushambulia katika sehemu ya Beirut, maana yake lilichagiza katika nchi ya Iran kukaliwa kikao cha dharura, kikao ambacho kilikuwa kile tunasema ni National Supreme Security Council, ambacho ni idara ya juu baada ya mamlaka ya kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Mujtaba Ali Khamenei. Maanake department ya chini ambayo ilikuwa ikiongozwa siku za nyuma na Ali Larijani kabla ya kuuawa, ambayo ndio hiyo ile Supreme National Security Council, ilikaa inaonekana kwamba moja katika yale ambayo ilitoka nao ilikuwa ni kwamba lazima waweze kufanya reaction, lazima waweze kushambulia katika sehemu ya Israel, kutokana na kile ambacho Israel wamekifanya katika upande wa Lebanon.
na mashambulizi yanaonekana hasa yamefocus katika upande wa kaskazini kwa sababu nyingi. Kwanza, kwa kuzingatia kwamba operation za nchi ya Israel katika upande wa kusini mwa Lebanon, hasa operation za kianga, zimekuwa zikisapotiwa au zikitokea zaidi kutoka katika bezi ya Ramat David ambayo inapatikana katika upande wa kaskazini, na ndio maana inaonekana kwamba Iran wameshambulia katika Ramat David airbase. Ile ni bezi ya anga ya nchi ya Israel inapatikana katika upande wa kaskazini, ambayo inaonekana ndio inahusika kwenye kusupport operation au kufanya operation katika mji kama wa Tiyar, katika miji kama ya Nabatia na mfano wake. Kwa hivyo kitendo cha kushambulia katika bezi husika maana yake ni kama sehemu ya kulipiza kisasi kutokana na operation ambazo zinafanywa na nchi ya Israel katika upande wa kusini mwa Lebanon. Lakini ukiachilia mbali hapo, kushambulia upande wa kaskazini mwa Israel maana yake ni kutoa ishara ya kwamba Iran wanaweza kuharibu mfumo mzima wa operation za Israel katika upande wa kusini mwa nchi ya Lebanon, kwa sababu operation za Israel katika upande wa kusini mwa Lebanon maana yake zinategemea backup kutoka katika upande wa kaskazini mwa Israel. Sasa inapokuwa upande wa kaskazini mwa Israel, zile center zake muhimu ambazo zinaweza zikatumika kwenye coordinate operations za kusini mwa Lebanon zitakapokuwa zipo katika hatari ya kushambuliwa, automatically operation ya upande wa kusini mwa Lebanon itakuwa ni operation ngumu. Kwa hivyo mashambulizi kufanyika katika upande wa kaskazini mwa Israel vile vile ni mashambulizi ambayo yanatoa ishara ya kwamba Iran wanaweza kufanya disturbance katika mfumo mzima wa operations za nchi ya Israel katika upande wa kusini mwa Lebanon, lakini zikiunganishika na support ambayo inapatikana kutoka katika upande wa kaskazini mwa Israel. Lakini jambo hili kiujumla ni jambo ambalo pia tunalitazama athari zake kiujumla, kwa kuzingatia kwamba ni jambo ambalo liko very complicated na linakuwa ni jambo ambalo lina utata mwingi, kwa kuzingatia masharti ambayo yanazungumzwa na nchi ya Iran kwa hivi sasa, kwa sababu nchi ya Iran hivi sasa inazungumza kwamba ceasefire ambayo inatambuliwa na Iran ni iwapo zile front zote zitakuwa zimestop kupigana. Maana yake maeneo yote Mashariki Kati yatakuwa yamestop kupigana, ikiwemo eneo la Lebanon. Katika mazingira namna hiyo, iwapo Israel wataendelea na operation yao katika upande wa kusini mwa Lebanon, maana yake tunatarajia kwamba Iran watafanya tena mashambulizi, na ndio maana ya kauli hiyo ambayo wameitoa wale ile Khatamul Anbiya, ile department ya Khatamul Anbiya, kwamba Iran haizingatii tena ceasefire isipokuwa mpaka iwe ni ceasefire ambayo inakava katika maeneo yote. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Israel kwa hivi sasa inajiona ipo katika position nzuri ya kuweza kupambana na jeshi au na kundi la Hezbollah. Kwa hivyo inavyotangazwa na Iran kwamba Israel iwapo itashambulia kusini mwa Lebanon na yenyewe itafanya tena mashambulizi kuelekea katika nchi ya Israel, maana yake ni kuiambia Israel inataka muache Hezbollah, katika mazingira ambayo Israel wenyewe wanaona kwamba wapo katika position nzuri ya kuweza kupigana na kundi la Hezbollah. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni situation ambayo inakuwa ngumu, kwa sababu Israel kuweza kustopisha operation zao kusini mwa Lebanon kwa kuihofia nchi ya Iran, maana yake itakuwa ni udhaifu mkubwa sana kwa nchi ya Israel, na itakuwa ni udhaifu mkubwa zaidi kwa Waziri Mkuu Netanyahu, kwa kuzingatia kwamba Waziri Mkuu Netanyahu amekuwa akikumbana na upinzani mkubwa hivi sasa, kwa baadhi ya wapinzani yake kama kina Yair Lapid na mfano wake, wakimshutumu kwamba ameshindwa katika upande wa strategia, kwamba movement zote ambazo yeye ameingia zimeshindwa kuipa credit Israel katika upande wa strategia, kwa kuzingatia kwamba hata discussion inayoendelea ya kuhusiana na ile maeneo ya kistrategia, eneo la Mashariki ya Kati kama mlango bahari wa Hormuz na mfano wake, manake ni kwamba Israel imekuwa haina nafasi katika sehemu ya discussion za namna hiyo, kitu ambacho kinaonekana kwamba ni sehemu katika udhaifu wa matokeo ya mgogoro baina ya nchi ya Israel, Marekani pamoja na nchi ya Iran. Lakini ukichukua kiujumla sehemu ya athari au matokeo ya mashambulizi ya Iran katika siku ya leo, katika usiku huu wa leo, maanake anaweza akatoa mambo mengi au akatoa ishara ya vitu vingi sana. Cha kwanza kabisa, Iran maanake watakuwa wamefanikiwa kuweza kuonyesha namna gani wana nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake ni kwamba Iran wameshambulia Israel katika kipindi ambacho meli za Marekani ziko katika eneo la Mashariki ya Kati, na
mvutano baina ya Marekani na nchi ya Iran umekuwa ukiendelea. Katika mazingira namna hiyo, kitendo cha Iran kuweza kuishambulia nchi ya Israel katika mazingira kama hayo, maana yake ni kuonyesha kwamba Iran wana nguvu na hawahofii uwepo wa nchi kama ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Pale inapotaka kutekeleza sehemu ya operation zake, maana yake wanaweza wakatekeleza sehemu ya operation zao. Kwa hiyo maana yake ni move ambayo kwa upande mmoja au mwingine imeonyesha nafasi ya nchi ya Iran kwa mara nyingine katika eneo la Mashariki ya Kati, ukiachilia mbali namna gani iliweza kusimama katika kipindi cha mgogoro wake na nchi kama ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Lakini jambo la pili ambalo limeweza kuonyeshwa kutokana na movement hii actually ni namna gani Irani wana uwezo wa kutetea interest zao. Namna gani Irani wanaweza kutetea interest zao, kwa kuzingatia kwamba moja katika interest ya nchi au maslahi ya nchi ya Irani ni uwepo wa kundi kama la Hezbollah, kuzingatia kwamba Hezbollah inapatikana katika mipaka ya nchi ya Israel. Kwa ina maana kama ni wapiganaji, manake ndio wapiganaji wa mbele wa nchi ya Iran katika mipaka ya Israel. Katika mazingira namna hiyo, maana yake kuiacha Hezbollah iweze kupambana peke yake na Israel, bila shaka ilikuwa ni jambo ambalo linaonyesha udhaifu katika upande wa nchi ya Iran. Kwa ina maana kufanya hiyo reaction walioifanya, maana yake ilikuwa ni reaction kwanza ya kuongeza confidence kwa kundi kama la Hezbollah, kuamini kwamba wako pamoja na nchi ya Iran, lakini vile vile ni move ambayo inakwenda kuigawanya nchi ya Lebanon, kuzingatia kwamba nchi ya Lebanon baadhi wanaamini kwamba Hezbollah ni watetezi wa nchi ya Lebanon, kwa kuzingatia kwamba ndio mara zote wamekuwa wakipigana na nchi ya Israel toka kwenye miaka ya 80 kupigana na nchi ya Israel mpaka ikalazimika kwenye miaka 2000 iweze kuondoka katika upande wa kusini mwa Lebanon. Kuna upande mwingine wanazingatia kwamba Hezbollah kwamba ni changamoto au ni tatizo katika nchi ya Lebanon, lakini katika kile ambacho kimefanywa na nchi ya Iran katika siku ya leo, pamoja na yale masharti ambayo wameyaweka kwamba sasa hivi Israel wakishambulia katika upande wa kusini mwa Lebanon, manake inaingia katika kategori ya kwamba Iran hawapo katika ceasefire, hawapo katika sehemu ya kipindi cha makubaliano ya amani. Kwa maana kwamba kuishambulia Lebanon ni sana kuishambulia Iran, ndio katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo ina maana wanaposimamia misimamo ya namna hiyo au kauli mbiu za namna hiyo, maana yake ni kwenda kuigawanya nchi ya Lebanon, kwamba hata ule upande ambao unaamini kwamba Hezbollah ni tatizo au Iran ni chanzo cha matatizo yao, maana yake kwa upande mmoja au mwingine tafsiri inaweza ikabadilika na kuanza kuona kwamba hapana, Iran sio tatizo, bali Irani ni sehemu ya utetezi wa nchi ya Lebanon, na ndio maana kwamba wameweza kuchukua hatua ya kuweza kushambulia katika nchi ya Israel kwa lengo la kutetea maslahi ya usalama wa nchi ya Lebanon katika upande wa kusini mwa Lebanon. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa vitu ambavyo vile vile vinawezekana vikasomwa kutokana na reaction ya nchi ya Iran kutokana na kile ambacho wamekifanya. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama ni namna gani Israel wanaweza waka react katika hili, kwa kuzingatia kwamba mpaka hivi sasa Rais Donald Trump msimamo wake ni kwamba inaonekana kwamba haungi mkono kuendelea kwa mgogoro wa namna hii. Maanake ndio maana katika ujumbe wake amezungumza kwamba Iran wanatakiwa washafanya mashambulizi yao kisha baada ya hapo warudi katika mazungumzo. Na katika upande wa Israel alichokizungumza ni kwamba atamwambia Waziri Netanyahu kwamba asifanye reaction ya namna yoyote, kwa kuzingatia vile vile kwamba kwa madai ya Rais Donald Trump ni kwamba Marekani haikushirikishwa katika sehemu ya mashambulizi ya nchi ya Israel waliposhambulia katika sehemu ya kule Beirut. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Israel inawezekana ikalazimika isiweze kufanya mashambulizi, ile retaliation ya namna hii ambayo imeweza kufanyika. Lakini kile ambacho tunakifahamu au tumekizoea katika nchi ya Israel, maana yake shambulizi hili kupita hivi itakuwa ni jambo gumu, bali kama itashindikana kabisa kuweza kufanya reaction ambayo inafanana na hii ambayo Iran wameifanya, maana yake matokeo yake itakuwa ni kujaribu kuweza kufanya
shambulizi la kutarget baadhi ya watu, kwa sababu Israel ni wazuri katika upande wa tactical maneuver, ni wazuri katika upande wa mbinu za kujua kwamba wamfikie nani na kwa wakati gani. Kwa hiyo ina maana inawezekana kwamba ile reaction isifanyike ya moja kwa moja ya ndege kuruka na kisha kwenda kushambulia, inawezekana hilo lisitokee, lakini iwapo hilo halitotokea, basi kuna uwezekano mkubwa wakatagetiwa baadhi ya watu, au kama hili la kutagetiwa baadhi ya watu litakuwa kama haliwezekani, basi tutegemee kwamba katika siku za usoni inawezekana wakafanya reaction ya namna yoyote ya kuashiria kama ni sehemu ya kulipiza kisasi katika kile ambacho kimefanywa na nchi ya Iran. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama ni kile ambacho tuliwahi kukizungumza katika vipindi vyetu kama viwili ambavyo vilipita huko nyuma, kwamba mgogoro wa nchi ya Lebanon, anayeweza kuzuia usiweze kuendelea ni nchi ya Iran. Iran ndio wanaweza kuchukua nafasi ya kuzuia operation za nchi ya Israel. Na namna ya kuzuia operation za nchi ya Israel tulijaribu kuzungumza, tukasema kwamba ni hatua hii ya Iran kuweza kushambulia. Maanake Iran kushambulia katika upande wa Israel ndio moja katika step muhimu ya kuweza kuzuia mapigano yanayoendelea upande wa kusini mwa Lebanon. Na hii tafsiri yake ni kwamba kipindi hiki tulichokuwa nacho sasa hivi sio kipindi sahihi cha Marekani kuingia katika mgogoro mkubwa. Sio kipindi sahihi, kwa kuzingatia kwamba Marekani hivi sasa anazingirwa na mambo mengi, ikiwemo matukio kama ya World Cup ambayo yanaendelea kule katika nchi, au yanategemewa kuendelea katika nchi kama ya Marekani. Maana yake ni miongoni mwa mambo kadhaa ambayo inawezekana yasiwe salama sana kwa nchi ya Marekani sasa hivi kujiingiza tena katika sehemu ya mgogoro kama wa vita baina yake na nchi kama ya Iran. Lakini ukiachilia mbali hapo, maana yake ni kwamba mazingira tu ya bezi zake katika eneo la Mashariki ya Kati yamekuwa ni mazingira magumu kiasi ambacho hatutaraji sana kwa Marekani kukusudia kuingia katika mgogoro mkubwa na nchi ya Irani kwa kipindi kama hiki. Sasa katika mazingira hayo yote yanaizingira nchi ya Marekani, maana yake ndio mazingira salama zaidi kwa nchi ya Irani kuweza kulazimisha baadhi ya mambo yaweze kufanyika, ikiwemo swala la kuzuiwa kwa mgogoro unaoendelea katika upande wa kusini mwa Lebanon, kwa kuzingatia kwamba Israel hawawezi kuingia katika mgogoro wa moja kwa moja na nchi ya Iran tena kwa muda mrefu. Ile ni jambo ambalo haliwezekani, na ndio maana, na hii ni kanuni muhimu kwamba moja katika mambo ambayo jeshi la Israel lilipata kuachiwa kama ni sehemu ya miongozo na Ben Gurion, yule alikuwa mmoja katika mawaziri wakuu wao wa mwanzo, ni kwamba Israel haitakiwi kuingia katika migogoro kwanza ya muda mrefu. Hilo la kwanza. Lakini vile vile inatakiwa manake ifanye mgogoro wa muda mfupi, ipate ushindi, na kisha ushindi na upate iubadilishe katika ushawishi wake wa kisiasa. Lakini jambo la pili, manake Israel haitakiwi kuingia katika vita pasi na kuwa na superpower. Manake lazima iwe na superpower ambayo ni Marekani. Kwa hivyo ina maana katika kipindi ambacho Marekani ataonyesha kwamba ana sita kuingia katika mgogoro mkubwa kama huo baina yake na nchi ya Iran, manake kipindi hicho hakiwezi kuwa kipindi sahihi cha Israel kuweza kujiingiza katika mgogoro baina yake na nchi ya Iran. Na ukizingatia kwamba ahadi ya nchi ya Iran kwa hivi sasa ni kwamba iwapo mgogoro utaibuka tena, maanake utakwenda mbele ya vipimo vya kawaida, kutoka katika vile vipimo vya kawaida ambavyo vilionekana katika vita ya siku 40 kwamba waliifanya vita imekomea katika eneo la Mashariki ya Kati. Ahadi yao kwa hivi sasa maanake ni kwamba vita itakwenda mbali zaidi, kufika katika bahari kama Mediterranean, kwenda katika bahari ya Hindi, kwenda katika maeneo ya Babu al-Mandab kule katika Red Sea na mfano wake. Maanake vita itatangaa zaidi. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maanake ni kwamba haiwezi kuwa ni mazingira salama kwa Israel kuweza kuingia katika mgogoro wa namna hiyo. Lakini vile vile kwa kipindi husika na mazingira ya Marekani kwa hivi sasa, inawezekana ikawa vile vile sio kipindi salama cha Marekani kuingia katika mgogoro baina yake na nchi ya Iran wa moja kwa moja kwa lengo la kwenda kuitetea nchi ya Israel. Maana yake ile jambo inawezekana ikawa ni jambo zito katika upande wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Irani hiki walichokifanya huenda ikawa ni sababu ya kuweza kustopisha sehemu ya vita inayoendelea katika upande wa kusini mwa Lebanon.
ikiwa sharti lao linaweza likapata uhai la kwamba Israel wakishambulia upande wa kusini mwa Lebanoni ni sawasawa na kuishambulia Iran, kwa maana ya kwamba Iran haiwezi kuwa inazingatia kwamba ipo katika ceasefire na ili hali kuna upande mmoja mshirika wake anapigana vita. Maana yake itakuwa ni jambo ambalo kwa Iran kama wataweza kulisimamia, maana yake itakuwa ni sababu ya kuweza kumaliza sehemu ya mgogoro ambao unaendelea kusini mwa Lebanon. Jambo ambalo bila shaka pia tukitazama pia katika upande mwingine inawezekana pia likawa lina uzito mkubwa, kwa kuzingatia kwamba moja katika vitu ambavyo amekuwa akivisimamia Waziri Mkuu Netanyahu kwa hivi sasa ni issue ya mgogoro wa Lebanon, kwa sababu ya nafasi yake vile vile kisiasa, kwamba kupambana na migogoro upande wa mashariki, upande wa magharibi ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakimuongezea credit katika baadhi ya wafuasi wake au vile vyama ambavyo vinaunga mkono ile sehemu ya muunganiko wao ambao yeye anasimama kama waziri mkuu. Na kinyume cha hapo, maana yake ni kwamba ile support inawezekana ikaanguka. Kwa hivyo namna ya kubalance kwamba Iran watashambulia Israel na katika mazingira ambayo labda Israel iweze kulazimika kwamba itashambulia kusini mwa Lebanon, alafu katika mazingira ambayo vile vile ubalance na pressure ya ndani ya Israel ambayo inaweza ikaleta madhara katika nafasi ya kisiasa ya Waziri Mkuu Netanyahu, bila shaka inawezekana ikawa ni jambo ambalo lina changamoto nyingi sana, pamoja na kwamba bado tuna muda wa kuendelea kulitazama kwa umakini mkubwa, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.